Paka vile nasemaka kila siku kama wanaanza kusoma Biblia, teka sikio. C'est ça même l'original. Enjoy la parole de Dieu. Inatoka ni kwa Mungu. Hébreux chapitre 4 verset 12. Waebrania sura 4 mstari ya 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Kwa maana neno la Mungu iko na bujima na ni nguvu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Iko na makali kupita hata mpanga yoyote ya makali mangambo yote mbili. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit. Iko naingia mkipimo cha kukabula nafsi na roho. Jointure et moelle. Ya kukabula mfupa na maungio yayo. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Na iko na hukumu mania na mawazo ya roho. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hakuna hata kiumbe kimoja ni kenye kufichwa mbele yake. Mais tous est à nu. Lakini yote iko wazi. Et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Na iko naonekana kumacho ya ule kwa ule tunapasha kusamba. Mungu abariki neno lake. Amen. La parole de Dieu est vivante. Neno la Mungu iko na bujima. Amen. Amen. Neno ya Mungu iko na bujima. Paka vile tulisema jana, funga kabisa. Fasi peko bujima, apekaleke tu kimya. Fasi peko bujima, swati peko makelele, wala peko mvuma. Funga kabisa. Teka. Awale mtu kama malari sana, ya kufwa. Ata shukuri. Mais kama kuna bujima, utaona hapa peko na tenka hivi. Funga kabisa. Amen. La parole de Dieu est vivante. Neno la Mungu ina bujima. Bale bonde peko na karejea sauti ya Mungu. Abatabakia mwile namna moya. Kama unabakia mpaka vile, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Huko kitu kimoja akiendeke ndani yako. Mungu azali kabisa. Yo iko na bujima. Pale palikuya nufu. Angalia Yesu kama anafika. Ye mujima. Kama peko nufu kuna kimbia. Mungu azali kabisa. Na tuache peko sauti ya Mungu na bujanja kuna kimbia. Amen. Amen. Busharati kuna kimbia. Kama iko na résister, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Kama inakangala kuko kitu kimoja kiendeke ndani yako. Amen. Et efficace. Na iko na nguvu. Iko na nguvu. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Kuna makali kupita hata mpanga yoyote ya makali mangambo yote mbili. Mtu eko na vipande tatu. Mtu ndio vile. Il y a le corps et l'âme. Na nafsi. Amen. Hii mwili ilitoka kwa mavumbi. Inatoka kwa mavumbi. Amen. Kama saa ya rufu inafika, ulitoka kwa mavumbi, utarudi kwa mavumbi. Hata uko je? Hata uko nani? Hata utakuchana muribwe. Ushakuika kana mkinyoka. Tu te trompes. Ukuna rilanda tu. Amen. Job a dit. Yobu alisema l'homme né de la femme. Mtu ule alizalikwa kwa mwanamke. Job chapitre 14 verset 1. Yobu sura 14 mstari ya kwa. Maisha yake ni mfupi. Sans cesse agité. Kila mara paka ya kutenga tenga. Maisha yake kimwili. Iko paka ya mangaiko. Mungu atakabisa. Ulitoka kwa mavumbi, utarudi kwa mavumbi. Et l'esprit rentre à Dieu. Na roho inarudia kwa Mungu. L'âme, nafsi, soit dans le paradis, ikunarudia kwa paradiso, soit dans la gêne. Wala mungena. Amen. Il n'y a que deux voies. Kutuma njia mbili. Le haut, yulu ou le bas. Wala chini. C'est fini. Maisha. Na huyu mlao nani? Le corps. Le corps. Mwili a 5 sens. Ikuna mamilango 5. 5 sens. L'esprit aussi 5 sens. Roho nayo ikuna milango 5. Tuko na macho, tuko na mashikio, tuko na lilimi, tuko na kupapata, tuko na kushikia. Biku 5 ndio biko natusaidia kwa hii dunia. Muro na mo. Mungu mawazo, Mungu kutaka,
Mungu kukumbusho, sentiment, désir, mémoire, 5 sens. Milango tano. Ici, Lakini hapa il y a un seul sens. huku tu mulango moja. Moya, soit c'est la foi, Au ni imani, doute. au shaka. Amen. Wala ni imani, wala shaka. Mungu atakatifu. Hapa wewe kuna ubii. La foi, Imani vient de ce qu'on entend. inatoka ni mwile Et ce qu'on entend, na ile tunashikilia c'est la parole de Christ. inatoka ni Et kunena voici la parole de Kristo. Christ. Na tazama neno la Kristo. Kazi yako c'est fini. Unaisha. Imani. Hata kama unasema la parole de Dieu Neno la Mungu est efficace, liko na nguvu. plus tranchant Liko ya qu'une makali. épée quelconque à deux tranchants. Hata mpanga yoyote ya makali mangambo yote mbili. Mungu atandabisa. Angalia vile hiyo iko. Mpanga ya makali kuwili. Huku na huku. Iko na nguvu. Jointure. Pale panaungiana na mifupa. Yo iko naingia. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Mungu wetu ashikazirisha na naki. Ashita ukazirishi. Mais sauti yake kuna nguvu. Kama wewe unamwichika, yule iko naingia. Amen. Isibakiririe tu mumuro. Amen. Kuko mtu anayua maverse sana na mabrochure sana. Mungu atarika kabisa. Hata anashimama hapa anaanza kuhubiri, huko nashika na nywele kuna changamuka. Aina mambo. Amen. Usiongope. Utabavumburia kunini? Amen. Kumatunda. Mungu atubariki. Pourquoi? Jésus a dit, je suis la vie. Niko bujima. Hii sauti ikuningia, inatambuka mwili, inatambuka roho, inaingia na nafsi kama inekala mule tele yenye kueneana. Amen. La vie de être chrétien, Kuya Mukristo c'est une vie qui est automatique. ni bujima iko tu yayoi yewe na sikose. Parce que Jésus a dit, je demeurerai en vous, et vous demeurerez en moi. Wewe mtadumu ndani yangu. Kama unamwitika ndekana humu, ni yeye sasa. Unaenda kuchumbula mioko ya wenyewe je? Bibi ya mtu unampa mimba. Non, Mungu atubariki kabisa. Hapana. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kitu kimoja Avec Jésus-Christ, na Yesu Kristo vous volez. huko naiba. Avec Jésus-Christ, Pamoja na Yesu unapachana mamimba. C'est faux. ni vya bongo Mungu bi. atubariki kabisa. Yeye alisema kama mwiko ndani mwenu na mwe mtakuya ndani mwangu, tutaanza kutembea pamoja. Yesu mwishi. No, Mungu atubariki kabisa. Anasema hivi. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux Ya tranchants. makali kupita hata mpanga Pénétrant jusqu'à partager âme, iko naingia mpaka ya kukabula nafsi na pale mifupa inaungiana. elle juge les sentiments et les pensées du Na iko na cœur. hukumu mania na mawazo ya roho. Asema si ton cœur te condamne, Kama roho yako Dieu est inakuhukumu, plus que ton cœur. Mungu yeye anapita hata roho yako. Kuku mambo hapo mekala, wewe moyo pale. Chatu biu. Wewe unayu. Mungu atubariki kabisa. Mais ton cœur te condamne. Lakini roho yako Mais tu ne répares pas. Sasa wewe Tu ne répares pas. autengeneze. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Unachunga nini? Mungu atubariki kabisa. Asema yeye eko na hukumu na mania. Amen. Le pensée du cœur. Mawazo ya roho. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hakuna hata kiumbe kimoja chenye kufichwa mbele yake. Hakuna hata mtu mmoja eko mwenye kufichama mbele ya macho yake. Mais tout est à nu Lakini yote iko tu wazi. et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Na hii kunaonekana tu wazi kwa macho ya ule kwa ule tunapaswa kusamba. Mungu atubariki. Hakuna kitu dada ndugu usililongofie. On ne se moque pas de Dieu. Hapa mchekelele yake Mungu. Huko napika mafente. Ule rifente we moya. Sasa yote tunasema wazi. Mungu atakabisa. Notre Dieu Mungu wetu est omniprésent. yenye kufashi yote. Il voit tout. Kunaona yote. Il connaît tout. Na anajua yote. Hapa bishwe kile kuna wasi.
Ase chachisha hapo. Angalia hiyo Isai wote ushiku kinao kiamvula kitoto. Je peut-être kuna sema kabisa. Mais yale yana mawazo yako. Asema nul créature est caché devant Dieu. Hakuna hata mtu mmoja ule hebu mwenye kufichwa mbele ya macho yake. Hebu unaona vyote wazi. Ça ne sert à rien unaenda tu kufanya kukoishi. Adina vya mafaa. Hata ni mshiku yeye unakuona. Na mawazo yako waza sasa anaona bunya mbele yako. Mungu atubariki. Sikia kwa mbele hii histoire. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza verset 35. Mstari ya 31. Dieu confirme sa parole. Mungu anahakikisha neno lake. Jean chapitre 1 verset 35 à 51. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza verset 35. Mstari ya 35. Le lendemain, kesho yake Jean était encore là. Yohana alikuwa engali pale avec deux de ses disciples. na bawili katikati ya wanafunzi yake. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, na wakati aliona Yesu unapita na akasema, voilà l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Wale wanafunzi wake bawili bakamshikia anasema hii maneno. Ils suivirent Jésus. Na banaanza kumfuata Yesu. Jésus se retourna. Yesu Kristo akageuka. Et voyant qu'ils le suivaient, na anaona ya kama banaanza kumfuata, il leur dit, akamwambia, que cherchez-vous? Mungu anatafuta nini? Ils lui répondirent, Na bakamjibu, Rabbi, Rabbi, qui signifie maître, maana yake où mwalimu. demeures-tu? Unaishaka wapi? Unakala wapi? Amen. Yohana anawapresente. Asema angalia mwana kondoo, yeye ule kuna pita. Pale banashikia vile tumfuate mbele. Wale wanaanza kufuata. Mungu akakabisa. Pale wanamfuata, Yesu anabauliza, "Mnafuata nini?" Amen. Wewe hapo unafuata nini? Ifo kujua kile kunafuata. Fuata, alitengia. Ifo unakuwa na hakikisho ya ile mambo unafuata. Amen. Asema Bwana, huko nikala wapi? Asema kule tu, muone kule nikala. Mungu atubariki. Venez leur dit. Kujeni, akawaambia. Et voyez, na muone. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Bakaenda na bakaona kule Yesu anaanza kikala. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Na bakabakia kumpembeni yake ile siku. C'était environ la 10e heure. Ilikuwa ni kadiri saa 10. André, frère de Simon Pierre, Andrea ndugu ya Simon na Petro, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean. Alikuya ni mmoja ya katikati ya wale wawili wale walisikia maneno ya Yohana. Et qui avait suivi Jésus. Na wale walimfuata Yesu. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon. Ilikuwa ni Yenjo alimkutaka ndugu yake wa kwanza Simona. Et il lui dit, na akamwambia, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Tumupata Mesia, maana yake Kristo. Il les conduisit vers Jésus. Na akamongoza kwa Yesu. Jésus l'ayant regardé, Yesu Kristo wakati aliangalia, dit, akasema, tu es Simon, fils de Jonas. Simona mwana wa Yona. Tu seras appelé Cépha. Utaitwa Sefa. Ce qui signifie Pierre. Maana yake Petro. Amen. La parole de Dieu est efficace. Neno la Mungu liko na nguvu. Nulle créature n'est cachée devant ce Dieu. Hakuna hata kiumbe kimoja kile kufichwa mbele ya macho ya Mungu. Amen. Angalia huyu Yesu. Sa nabii wa kweli. Waza banamleta Simon. Jo mara yake ya kwanza kumuona Yesu. Wataka kumuona. Banapatana pale. Asema wewe uko Simon mtoto wa Jonas. Mungu afariki. Kwanza leo utaita Sefa. Ile maana yake Pierre. Amen. Huko unaona profesia ya kweli. Unabii. Hakuna kitu kiko kenye kufichama. Kwanza nabii, kuna ndio sema huyu anaita nabii. Jina yako yenyewe
hashiruhi. Amen. Mais afie akutabiri. Mungu akakisa. Amen. Jeni tusema ndio ile siku. Hata Mungu ndio tafuta kula kushana kushi. Tufike tu mbele muulize sema. Ndaende ile jina yako. Mungu atumekeza. Amen. Ndaende ile jina ya mama yako. Na jina ya baba yako. Mungu akakisa. Kwa sababu wakati tunaangalia hii ya kweli na ile mambo utanionyesha ni ya kweli. Amen. Huyu Yesu na leo hata yeye watumishi on ne se trompe pas. Bashibilande. Amen. Chini nisema na ile shika. Utasema niko prophet, niko komandaratel, mimi tukandana tunasema vya vipi? Kuya nitakutabiri. Di. Kama vya kweli utanitabiri. Avant niko nafika pale, wewe ni Norbert. Unatokea Kangaso. Nani bibi yako ni fulani. Na mambo utaanza kunionyesha ni ya kweli. Petro anafika hivi. Asema wewe uko Simon. Baba yako ni Jonas. Amen. Kwanza leo batakuita sema Pierre. Petro. Atabariki. Amen. Sikia mwingine. Le lendemain, kesho yake Jésus voulait se rendre en Galilée. Yesu Kristo alipenda kwenda ku Galilaya. Il rencontra Philippe. Na akamkuta Filipo. Il lui dit, akamwonyesha, suis-moi. Unifuate. Amen. Kwa wengine wanapata neema. Wanasema, suis-moi. Unifuate. Philippe était de Bethsaïda. Filipo alikuwa ni wa Bethsaïda. De la ville d'André et de Pierre. Wa mji ya Andre na Petro. Philippe rencontra Nathanaël. Filipo akamkuta Nathanaël. Il dit, akamwonyesha, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Tulipata ule Musa ule aliandika ndani ya sheria na ule banabii balisema. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu Kristo wa Nazareta, mwana wa Yosefu. Amen. Nathanaël lui dit, Nathanaeli est-il venu de Nazareth quelque chose de bon? Kuna Nazareti eti kunaweza kutoka kitu kizuri? Philippe lui répondit, Filipo akamjibu, viens, kuya vois na uone. Amen. Kuya ulioneye. Kuya ulisikililie. Mungu kabisa. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, Yesu Kristo akaona Nathanaeli anakuja kwake, dit de lui, anasema, voici vraiment un Israélite, anasema tazama hakika Mwisraeli, dans lequel il n'y a point de fraude. ule ndani yake hamuna kujanja. Amen. Nathanaeli anaanza na kupisha. Kuna Nazareti kutakuwa tu mambo mzuri kule. Kuya ulioneye. Sasa wewe wale maneno. Bengali kibeko nafika. Mungu atakabisa. Tazama huyu Israelite hamuna kujanja hata moya. D'où me connais-tu? Unaniuia wapi? Nathanaël. Nathanaeli akamuonesha. Jésus lui répondit. Yesu Kristo akamjibu, avant que Philippe t'appela, mbele ya Filipo akuite, quand tu étais sous le figuier, wakati ulikuwa chini ya je kimuti, t'ai vu. mimi kuona. Amen. Hapa wale waoneje. Mungu atakabisa. Prophète, c'est la bouche de Dieu. Nabii ni kinywa cha C'est le Mungu. Dieu de Dieu. Ni macho ya Mungu. Amen. Yaangalie. Bila kunaona shatuoni. Mungu atakabisa. Mungu anamfungulia, anaona. Mungu atakabisa. Amen. Asema uingariki chini ya mchi, mimi kuona. Wewe uniona ta. Au hiyo hata jina yangu. Mekisha unitabiri, utanilanza. Mungu atubariki. Amen. Nathanaël lui répondit. Nathanaeli akamjibu na akasema, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Uko mwana wa Mungu. Tu es le roi d'Israël. Uko mfalme wa Israeli. Jésus lui répondit. Yesu Kristo akamjibu, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier. Juu nilisema ya kama mimi kuona chini ya mti, unaamini? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Utaona vitu vikubwa kupita na hivi. Mungu abariki neno lake. Nulle créature n'est cachée devant ses yeux. Hakuna hata kiumbe kimoja ni kenye kufichwa kwa macho ya Mungu. Hakuna hata kimoja kitu kenye kufichama kumbele yake. Mungu atakabisa. Na histoire nyingine ni mu Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4. Karibu tusimame. Jean chapitre 4, sikia histoire. Yohana sura ya 4. Hii ndio kunapandisha imani.
Huyu Yesu eko paka vile jana leo hata milele. Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4 verset 7. Mstari wa 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Mwanamke mmoja wa Msamaria akakuja kushota maji. Jésus lui dit, Yesu Kristo akamwambia, donne-moi à boire. Unikaburie maji ya kunywa. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Kwa maana wanafunzi wake balienda mumuji juu ya kuuza chakula. La femme samaritaine lui dit, mwanamke Msamaria akamwonyesha Yesu, comment toi, namna gani qui wewe es juif, wewe uliye Myuda me demandes-tu à boire? unaniomba maji ya À moi kunywa? qui suis une femme samaritaine, Bayuda kwa kuona n'ont pas de relation avec les Samaritains. hapana na ushirika na Basamaria. Amen. We Myuda, utaanza je kunilomba mimi Msamaria mai? Jésus lui répondit, Yesu Kristo akamjibu, si tu connaissais le don de Dieu, kama ulijua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit, na ni nani ule anakuonesha donne-moi à boire? nikaburie maji ya kunywa? Amen. Kama unajua ni nani ule unasumbulia naye, hautafanya kazi. Mungu atakubariki. Kama unajua ni nani uliamini, maisha yako haitakuwa vile tunaoishi. Si tu connaissais les dons de Dieu, Kama ulijua zawadi ya Mungu, j'ai sauté. Si tu connaissais les dons de Dieu, kama ulijua zawadi ya Mungu, et que c'est lui qui te dit, na ni nani ule donne-moi anakuonesha à boire, nikaburie maji ya kunywa, tu lui auras toi-même demandé à boire, wewe ulipasa et il t'aura donné de l'eau vivante. alipasa kukaburia maji ya uzima. Kama huyo ni nani huyo kuna kulomba maji au kupasha hata kujama vile kuna jama, ni wewe ulipasha kwanza hata mpio sana ngota kabisa, kwa sababu ni wewe ndio ulipasha kumuomba maji ya kujima ngota kabisa. Seigneur lui demande la femme. Bwana mwanamke Seigneur lui dit la femme. Bwana mwanamke anasema, Tu n'as rien pour puiser. hauna na kitu juu ya Et kushota, le puits est profond. na kisima kiko kirefu Où sana. aurais-tu donc cette eau vive? Sasa ile maji ya uzima utaipata wapi? Hauna hata na mbeketi, hauna hata na mkopo ya kushota nayo, kisha huku nasema huku na maji ya uzima, utaipata wapi? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Wewe huku mkubwa kupita baba qui yetu nous a Yakobo, donné ce puits ule atukaburia hiki kishima, et qui en a bu lui-même, na yeye ule alikuja yeye mwenyewe ainsi que ses fils et ses troupeaux? na baba yake na batoto yake na vivuko yake. Jésus lui répondit, Yesu Kristo akamjibu, quiconque boit de cette eau aura encore soif. yeyote ule anakunywa hii maji atakuwa tena na kiu, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. lakini ule atakunywa ile maji mie nitamkaburia kama asitakuyaga na kiu. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Na ile maji ile nitamkaburia itakuya ndani yake chemchemu ya maji ile itaanza kububujika mpaka uzima ya milele. Amen. Mungu atubariki. Jésus a dit quelque part, Yesu Kristo alisema fashi pour tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Asema mimi mai nitakupa. Hii unakunywa siku yote na kesho utakuwa kukunywa. Mungu atabariki sana. Mais ile yangu itakuya chemchemu. Amen. Itaanza kutokota mwako mpaka na kushima kwa milele. Mungu atabariki sana. Dieu anasema venez à moi. Mkuje kwangu. Wewe wote wenye kulemewa na vita vikaburia mapumziko. Amen. Kama hii sauti nenda inafika na humu ile kala ndugu utapumzika. Amen. Itakuwa ni chemchemu. Itaanza kutoka. Nasema la vie chrétienne. Maisha ya C'est Kikristo une vie qui est automatique. ni maisha iku ya pake hivi ya kuforce. Kama tunasijana tulisema ushakuwa mtu na kibushiki yake. Amen.
Munenda nabo pamoja, njako ndipo aliweka kifurushi kyake. Mwewe wote msafari moja. Sema pingariki na nguvu. Kama mimi nachoka, mitasema. Mimi wewe mpaka nini? Duku, shibi naona hapana tuingariki. Amena. Gariki na nguvu ndio kwa maana eko nenda. Kama nachoka, utona yeye moja anakuwa kuleta. Amen. Avec le monde c'est comme ça. Na dunia ndio vile. Mtu anapenda vya dunia. Yesu yeye yuko nasema, "Venez à moi. Ujeni kwangu. Vous tous qui êtes fatigués." Wewe wote wenye kuchoka. Na mimi nikakuria kufanya mambo magumu. Kazi yako. Na kile kifuriteku au pende kuacha. Yesu venez. Ujeni. Sans argent. Bila pesa. Sans rien payer. Bila kulipa kitu. Mkuye mioyo ndiko na miti. Ile mshitu ile ni mie Yesu ni bebe. Unakatala. Shabeba kani vitu kani. Depuis fichika. Tu te trompes toi-même. Ilongozwa wewe mwenyewe. Amen. Amen. Ngoja tukasema na kumwisho. Mungu atubariki kabisa. Mungu azidi kutubariki. Tusimbele historia ya mwanamke. Asema une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Pakupata ile mai inafaa kutengeneza maisha yako. Amen. Amen. Mambo ya Mungu haina kukawa mkanisa. Checho tulianzaka. Tite trompe. Unalilongofia. Asema kwa bantu banaanza 6, bengine 11, bengine 15, bote malipo moya. Checho tunaanza 6. Na wanaanza 11, na wanaanza 15. Membo bote salaire moya. Mungu atubariki. Amen. Ne savez-vous pas que le premier sera le dernier? Ndio ya kwamba wa kwanza batakuwa mwisho na ba mwisho batakuwa ba kwanza. Asema unipe kwenye maji. Kwa saa nisitakuwa tena kukishima kwa kushoto. Sikia Yesu anaanza kujibu. Va, Yesu amuonesha wende. Appelle ton mari et viens ici. Ita bwana yako na kuya hapa. Wende mbele ukaite bwana yako. Ukuye hapa. Sasa nitakupatia. Mungu atakaribisha. La femme répondit, j'ai le point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, j'ai le point de mari. Amen. Car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Kwa ile unasema kweli. Mungu atakaribisha. Maana mmoja leo anasema ni kujanja. Yesu anasema uende ukaite mbele bwana yako. Sisi na bwana. Unasema ya kweli. Ulikuwa na watano. Na huyu kunaye hapa haina wao. Kwa hivyo unasema ya kweli. Seigneur lui dit la femme. Bwana mwanamke akamwonyesha. Je vois que tu es prophète. Mimi naona ya kama huko nabii. Mungu atakabisa. Mimi naona uko nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu baliabudu yule ya mlima. Et vous dites, na mnasema, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mwae pafashi pale inapasha kuabudu ni Yerusalema. Femme lui dit Jésus. Mwanamke Yesu akamweleza. Crois-moi. Unyamini? L'heure vient où ça sera sur cette montagne. Wakati iko nakuya ile haitakuwa yule ya hii mlima. Ni à Jérusalem. Wala mu Yerusalema. Vous adorerez le Père. Mule mtaabudu Baba. Mungu atubariki. Amen. Tutamki. Verset 25. La femme lui dit. Mwanamke akamweleza. Je sais que tu es le Messie. Non, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Mie ule niko nakuambia. Mungu atubariki. Angalia profeti wa kweli. Hakuna kitu kile unaweza kumlongofia. Mwanamke asema mimi sina na Bwana, unasema vya kweli. Na huyu kunaye ana wako. Mungu atakabisa. Asema mimi navumbula ya kama wewe uko Masia. Mungu atakabisa. Hébreux chapitre 13 verset 8. Waebrania sura 13 na mstari ya 8. Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ni sawa sawa jana, aujourd'hui, leo et éternellement. na hata milele. Mungu atakabisa. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Msijachilie kubebwa na kufundishwa na mafundisho moja kwa chana et étrangères. na ya kigeni, Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. kwa maana ni mzuri roho itiwe nguvu kwa neema, Amen. Et non par des aliments qui n'ont et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. lakini ishikuye tu kuma chakula ile haikusaidie kitu kubale banamatana nayo. Amen. Il faut mnasimama imara, msijiachirie kwa mafundisho yoyote ile aisaidie kukintu. Mungu atarika kabisa. Jean chapitre 14 verset 12. Kama mnasimama imara, na mstari ya 12. En vérité, Jean chapitre 12, 14 plutôt, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, Kweli kweli nawaambia, celui qui croit en moi yule ananiamini fera aussi les œuvres que je fais. afanye na yeye matendo hizi Il unafanya, en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. na atafanya na ya mikubwa kwa sababu ni unaenda kwa Baba. Amen. Atufanye kitu kwa sababu atusimame imara. Amen. Alisema mimi naenda kwa Baba. Msijiachirie na vya kushikia vyovyote. No. Msimame muimani. Sikia vile frère Branham anasema. Dans quelques minutes tunafika kwa mwisho. Paragraphe 92, sikia vile frère Branham anasema. Hapa yeye alisema mambo ya Josué. Joshua. Pale Josué banaanza kukompana. Anaona vita inakuya nguvu. Na kwa wanakuwa na nguvu, magharibi inaanza kuenda. Mungu ataka kabisa. Mtu ule alisimamia sauti ya Mungu. Yeye ashikone pale pa mashanta. Yeye anaona sauti ya Mungu. Alikuwa anacha kusimama imara. Sikia kwa na nami yako nasema. Il avait le droit de le faire. Alikuwa na ile halali ya kuifanya. Kufanya nini? Kwanza vita inapita. Bushiku bunaanza kuingia sema pana. Kupikana bien inafaa tukuonana. Kama bushiku hatutonana. Sasa inaona nguvu inakuya. Inafaa hii huwa isimame tu. Amen. Sikia sema. Il avait le droit de le faire. Kwa halali ya kuifanya. Parce qu'il obéissait à l'ordre de Dieu. Kwa alianza kutii agizo ya Mungu. Amen. Dada ndugu, simama kwa sauti ya Mungu. Simama imara. Utaona vipi katika maisha yako. Amen. Parce qu'il obéissait à l'ordre de Dieu. Anza kutii agizo ya Mungu. En tant que vous êtes dans la ligne du devoir, Wakati yote Mungu mumustari ya mapasho yenu. observant la parole de Dieu, Kuangalishisha neno la Mungu. faisant exactement ce qu'il vous a dit de faire, Fanya kabisa mpaka bila alionyesha kufanya. marchant d'après les ordres de Dieu, Kutembea mkombo ya maagizo ya Mungu. vous avez le droit de dire à cette montagne, Kuna halali ya kumwonesha hii mulima ôte-toi de là. toka hapa. Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno lake. Amen. Si vous dites à cette Kama montagne, unaionyesha hii ôte-toi mulima de là. toka hapa. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, Kama amushakie muro yenu, vous croyez que
vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Munaamini ya kama bila mnasema vitafika, mtaviona bila dit dans le Saint Marc chapitre 11 verset 22. Kristo alisema mu Marko sura 11. Amen. Kama unasimamia msaada, frère, sœur, hata mambo ya nguvu, unaacha kusimama imara, umtenkeshe. Amen. Na uko wa kunyoloka kufuatana na sauti kile utasema kitafanyika. Mungu atakabisa. Ifo kupima. Si mwani kuna fungu yesa atupini. Nafika padik. Mungu atakabisa. Vula inafunga. Seigneur, vula isimame mbele nifike ndio vula ianze. Mungu atakabisa. Iko na kwa mbele wa mkulu. Seigneur isimame neingia mnyumba hivi. Wow! Mungu atari kabisa. Pula simama niingie kwa tu mwenyewe. Kisha tu kuingie. Se Mungu wafako. Na mbitu kiloko. Kama unasimama Seigneur, Bwana contrôler c'est je n'ai pas péché. Je suis dans l'ordre. Seigneur, Bwana hiki kifanyike. Kitafanyika kufuatana na position maisha yako. Amen. Mungu atubariki. Luc chapitre 17. Luka sura 17 verset 26. Mstari wa 26. Tunafika kumwisho. Sikia vile sauti ya Mungu anasema. Karibu tutumalize ni kumwisho kabisa. Luc chapitre 17 verset 26. Luka sura 17 mstari wa 22. Yesu ndio anaanza kusema. Ce qui arriva du temps de Noé, ile ilifika wakati ya Noa, arrivera de même au jour du fils de l'homme. Itafika vile vile masiku ya mwana wa mtu. Ile mambo ilifika wakati wa Noa. Asema itafika vile vile wakati ya siku ya mwana wa mtu. Verset 30. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile ile siku mwana wa mtu ataonekanaka. Amen. Ile wakati wa Noa beko na ifafanisha avec le temps de la fin. Wakati ya mwisho. Na hii wakati ya mwisho. Ndio ile beko na ifafanisha nayo. Hii wakati wa mwisho kulikuwa nini? La Bible dit, Biblia inasema Dieu ne fait rien. Mungu asifanye kitu. Amos chapitre 3. Amos sura ya 3. Amos chapitre 3. Amos sura ya 3 mstari ya 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Na hiyo wakati ya mwisho Mungu asifanyake kitu bila kukanamusha. Amen. Amen. Joko mwana alituambia Malaki chapitre 4. Malaki sura 4. Exampere Eli le prophète. Nimetumia Eli. Mungu wake na shiye. Ni wakati wa mwisho alitutumia. Mungu atuelekee. Je vous enverrai Eli le prophète. Nimetumia Eli nabii. Malaki chapitre 4. Malaki sura 4. Na njoo kumaliza tu kabisa shikia. Tutasoma mpaka hii kisha tutashima. Pour terminer, nous allons lire paragraphe 150, 151 et 152. Sikia vile anasema juu ya kumaliza. Asema, regardez à Sodome maintenant. Mwangalie kusodoma leo hapa sasa. Parce que basema c'est qui arrivera au temps de l'autre. Ilifika wakati ya Lota. Arrivera de même. Itafika vile vile. Nous sommes dans le temps de la fin. Tuko wakati ya mwisho. Ndio wakati tunaishi. Regardez à Sodome maintenant. Mwangalie kusodoma hapa sasa. Regardez ce qui était arrivé. Mwangalie ile ilifikaka. Il a dit, alisema ce qui arriva du temps de Sodome ilifikaka wakati ya Sodoma arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Itafika vile vile mkuja kwa mwana wa mtu. Oui, ça shikia vile tokse. Il y avait un groupe de gens qui attendaient un fils promis. Kurukuyaka kuchi moya ya bantu ile ilianza kuchunga mwana moya ule barilaka.
mtoto. Ile mambo ya kule kusodoma. Asema kulikuwa nkunji moya, wao wanaanza kuchunga mtoto wa manako. Mungu kabisa. Amen. Ni nkunji kani? Shikia vile kuna sema. Nous croyons cela. Tunaamini ile. C'était Abraham et son groupe. Ilikuwa ni Abraham na nkunji yake. Ni ile wakati moya moya, bale bantu tatu balipitaka pa Abraham, ndio balendaka na kule kusodoma. Huko banalaka mtoto bibi yako atapata mimba, atazala mtoto mwanaume. Ndio banaendelea mwile safari moya, banaenda kufika Msodoma. Mungu kabisa. Amen. Il y avait une bande de tièdes. Na grupo tu ni kuji moja ya bantu ba vuguvugu. L'autre à moitié rétrograde. Unakuya kipande mtu mwa wa kurudia kwa Kongo. Kwa kuona alikuwa yeye ni mwaminifu. Là à Sodome, kule kusodoma, il y a 3 classes de gens. Kuku aina tatu ya bantu. Il y a toujours ces 3 classes. Na kushabu ya tu paka ile makabila tatu. Les descendants de Cham, uzao ya Cham, de Sem, ya Sem et de Japhet. Na Japhet. Il y a aussi le croyant, kuku vile vile baaminifu, les soi-disant croyants, na bale beku nedita baaminifu, et les incrédules. Na kutokuamini. Amen. Ils sont partout. Beku fazi yote. Et ces groupes sont encore ici. Na ile kunji iku ingali hapa. Vous devez vous séparer cela. Vous devez séparer cela. Munapasha kutenga ile. Vous pouvez kabisa na nyandiko. Asema Mungu paka makunji tatu ya bantu. Il y a le vrai croyant. Kuku baamini bakweli. Il y a le semi-croyant. Baamini bakipande. Et il y a les incrédules. Na kuku bakutokuamini. Amen. Ah, le vrai croyant, ils sont sérieux. C'est tout ce qu'il fait. C'est ce qu'ils font. Le semi-croyant, ils sont tièdes. Les incrédules, eux aussi sont sérieux. Parce que ça dit, moi je devais aller mambo, je sais que tu n'as pas fait tout kunye. Je sais que tu vas chez Daniel, tu vas tout l'amour. Mungu kabisa. Eko siri ndio mambo. Mais hapa. Mungu kabisa yako. Mungu mwingine yako. Shache eko kimoya. Amena. Soyo sérieux. Tukue sérieux. Wala uko Mkristo, wala mpagano, wapa katikati. Hapana. Frère Branham anasema mkila wakati na hapa pekwa. Écoutez ceci. Considérez où nous trouvons du point de vue de la position et de la prophétie ce matin. Eh bien, chacun de nous sait que le monde se trouve dans une condition sodomite. Amen. Nous connaissons toutes les prophéties en rapport avec Israël. Israël est dans sa patrie. Si vous voulez savoir où nous sommes en tant que nation, observez Israël. Où en est-il Israël? Si vous voulez connaître la condition de l'Église, observez comment les femmes se comportent. Ni frère mwanamke unasema pa kuangalia hali, angalia wanamke. Observez comment les femmes se comportent. Elles présentent l'église. Voyez-vous son immoralité? Amen. Son indécence. Na heshima. Huku unakuwa na kitu alilete heshima. Mungu kabisa. Observez, regardez où en est l'église. Observez juste cela. Mungu atubariki. Observez seulement les femmes. Comment
vos femmes s'avalissent. Mwangalie namna kani baramuke rube kunalabika. Et comment elles sont devenues tellement souillées. Na namna kani banachafuka. C'est ainsi que votre église. Na njo vile kanisa yenu iko. Voyez le type. Mwangalie mfano. Mungu atubariki. Dieu confirma sa parole. Mungu anahakikisha neno lake. Ile ilifika wakati ya Noa, itafika vile vile. Ile ilifika wakati ya Lota, itafika vile vile. Dieu confirme sa parole. Mungu anahakikisha neno lake. Mungu atubariki. Amen.